hapa ndugu Hassan Ali. Bana meneja, cha kwanza hongera kwa taarifa ambayo imetoka siku ya hii leo. Asante sana. Cha kwanza nataka kusikia meneja. Mwanzoni taarifa ilivyotoka ya TFF ya kufanya maboresho ama marekebisho ya uwanja CCM Kirumba, watu wengi walipokea tofauti, kwa maana CCM Kirumba inaonekana iko vizuri, kwa nini imepata shida hii? Nataka kusikia kutoka kwako. Mwanzoni shida ilikuwa ni nini kama TFF walivyoelekeza? Nadhani TFF walielekeza kwa kutumia ukaguzi wa mara ya kwanza kwa vitu, kutokana na vitu ambavyo waliviainisha kwenye barua. Mara ya kwanza waliainisha hizi technical bench ambazo tumezikalia, ambazo kipindi wanafungia uwanja technical zilikuwa ziko tayari. Umeona, kwa sababu kuna ukaguzi ulishapita kwa ajili ya nini? Ya kukagua uwanja, maendeleo yake na kila kitu. Umeona? Ndio. Kwa nadhani walitumia hiyo issue huo ukaguzi kwa ajili ya kufanyaje? Ya kufungia uwanja. Na kingine ilikuwa ni kweli kulikuwa na upungufu katika pichi. Pichi zilikuwa ina upungufu kidogo kutokana na sehemu za magoli kulikuwa kuna nyasi ambazo zilikuwa zimeisha, lakini tunamshukuru Mungu tuliagiza nyasi kutoka Arusha ambazo zilitumia siku 3 tu mpaka kurecover. Kwa uwanja sasa hivi tunashukuru umenyooka na uko vizuri. Hakika tumefika na tumetizama pia kwa macho yetu. Ndiyo. Lakini nilisikia kuhusiana na VIP kwamba inabidi mtu akikaa mmoja iwe inatofautiana kidogo. Vipi kuhusu VIP pa? Hiyo VIP ni jambo ambalo hawajaliainisha kwenye nini? Kwenye barua. Lakini kutokana na ukaguzi waliokuwa wamefanya mkuu wa mkoa na kupitia sehemu zote za uwanja tukashauriana. Na yeye nadhani aliongea na akatoa muda. Umeona? Na hata ukiangalia katika sehemu yetu ya VIP tayari tushatengeneza katika kutokana na agizo ambalo alileta nani? Mkuu wa mkoa Saidi Mtanda. Umeona? Lakini tunashukuru Mungu katika vitu ambavyo tumejiongeza na vitu vilivyoainishwa vyote vimeshakamilika. Na ndio maana walileta ukaguzi upya, wakaona inafaa kufungulia uwanja wa CCM Kirumba. Ni pongezi kwenu ambazo mnastahili, kwa maana siku ambazo zimetoka, muda mmekwenda kwa wakati na mnastahili pongezi hizo kama uongozi wa uwanja wa CCM Kirumba. Lakini wanasema kitu kizuri kinahitaji mkakati mzuri ili kuweze kuishi kwa muda mrefu. Mmejipanga vipi sasa ili kuhakikisha uwanja huu unaendelea kwenye, yani hapa mlipofanya mnaongeza zaidi? Mikakati ipo mingi. Mimi nadhani binadamu sisi kama sisi tunavyopewa vitengo huwa mara nyingi tunajisahau tu saa nyingine. Umeona? Lakini nadhani ni usimamizi thabiti ambao haukuwepo mara ya kwanza. Na sasa hivi utakuwepo kwa dhati kabisa ukishirikiana. Nadhani hata mliona ili kitu ilitokea kwamba hadi mkuu wa mkoa alikuja kufanyaje? Kufanya ukaguzi. Kwa mikakati iliyokuwepo mpaka mkuu wa mkoa yuko ndani ya hilo jambo. Kwa hatutaleta tena mchezo na uwanja, hatutaleta masiara yoyote na uwanja wetu. Kwa sasa hivi ni usimamizi thabiti na uangalizi pamoja na kupiga madawa kila wakati kwa ajili ya kuwa wadudu ambao wanakuwa wanaharibu pichi. Vipi kuhusu pengine labda mashine za kukatia nyasi na nini, kwa sababu tumeona hizo kwa viwanja ambavyo tukitumia reference tu ya uwanja wa Mkapa. Juzi nilisikia msemaji mkuu wa serikali alisema alikuwa na chakata mashine, kununua mashine zifike na nini. Kwa hapa Kirumba pengine taratibu za kiufundi, wewe hasa kama meneja ambaye unahusika kwenye kutunza uwanja, pengine vifaa na nini, ipo vipi? Vifaa sisi kwetu vimekamilika. Japo sio kwa hali ya juu ukafananisha na Benjamin Mkapa, lakini sisi vifaa vya kukatia nyasi kama mashine ya kukatia nyasi, mashine za kumwagilia na kila kitu kimekamilika. Kwa upande wetu sisi. Umeona? Tuna mashine za kumwagilia, tuna mashine za kukatia, mashine za kuchorea uwanja, kila kitu kimekamilika vizuri. Kwa hiyo kwa sasa atakaye kuja CCM Kirumba na aje, kwa sababu kila kitu tunavyozungumza hivi sasa kimenyooka vizuri. Kimenyooka na napenda kusema na wakaribisha na timu nyingine, sio Pamba tu ambao watatumia kama uwanja wa nyumbani. Umeona? Lakini na wakaribisha na timu nyingine ambazo zipo zitapenda kufanyaje?
kutumia uwanja wa CCM Kirumba kama nyumbani. Upo na uko vizuri na wakaribisha sana timu ambazo zitapenda kutumia uwanja kama uwanja wa nyumbani. Nataka kusikia kwako meneja kuhusu, kuna muda tumeyazungumza mengi ya uwanja na marekebisho yake. Kuna muda kuna yale matumizi ambayo huwa yanakuwa tofauti na matumizi ya kimpira ambayo yanatumika katika uwanja huo CCM Kirumba, pengine makongamano, matamasha na nini. Kwa sasa mmejipanga vipi kudhibiti hilo swala lisiingilie uharibifu wa uwanja CCM? Mikakati imewekwa na mara nyingi labda shughuli kubwa za kitaifa wakiwa kina Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, labda ni hayo ambayo kwa mwaka yanaweza yakatokea mara moja, lakini haifai kuwa sababu ya kusema ndo uwanja wetu uharibike. Umeona? Ama kongamano ya chama na nini na kila kitu yataendelea kufanyika, lakini sio katika ndani ya pitch na hayaleti uharibifu wa aina yoyote. Hilo napenda kuweka wazi. Hayaleti uharibifu wa uwanja wa aina yoyote. Kwa ndo maana nikasema mikakati imewekwa. Umeona? Mikakati imewekwa na ikishirikiana na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Umeona? Kila kitu kimekaa sawa, kimenyoka. Kwa hadi makongamano, kumbuka hayo makongamano ambayo unayoongelea na mkoa unahusika, ikiongozwa na Mkuu wa Mkoa Said Mtanda. Kwa katika mikakati tuloweka hatuwezi kuharibu uwanja kwa sababu yanaowahusu na wao wapo ndani ya mikakati. Hivi nataka kusikia kutoka kwako meneja, uwanja kama hivi kwenye pitch kufanyia maboresho ama yani kikawaida ili ukae kwenye ubora wake na usitoke kwenye ubora. Huwa mna kwa mfano kama kukata nyasi, kuziweka sawa, huwa mnafanya kila baada ya muda gani? Uwanja yani ni the way jinsi utakavoutunza wewe. Mara nyingi kila baada ya siku 3 nyasi, mfano ukiwa unamwagilia sana, nyasi ndani kila baada ya wiki zinakuwa. Yani unaweza ukakata leo, ukamwagilia maji vizuri, ukatia na mbolea yako, unashangaa ndani ya wiki nyasi zimekuwa kama hivyo unavyoziona. Kwa kila baada ya wiki huwa tunafanyaje? Tunakata uwanja kwa sababu nyasi hazitakiwi kuzidi kuwa kiwango kikubwa zaidi. Kwa hiyo inatakiwa kama inchi moja na nusu ndo nyasi zinatakiwa ziwe kwenye length hiyo. Kwa kila baada ya wiki tunaukata kuurudisha katika hali yake. Wewe ni mmoja kati ya mameneja ambao pengine mna kazi ngumu ya kutunza uwanja kama huu wa CCM Kirumba, kwa sababu ni uwanja ambao nyasi yake ni ya kawaida. Kuna ugumu kiasi gani ya kutembea na nyasi kama hii artificial? Ugumu upo, lakini ni kama nilivyosema, the way utakavyoamua wewe kwenda nazo. Hii sio nyasi bandia. Sasa nyasi bandia ina kulimiti ya vitu vichache, lakini hii ina limiti nyingi. Cha msingi ni umwagiliaji na pamoja na madawa. Umeona? Na kuitunza nyasi. Tunaweza kusema unaitunza nyasi kwa kutumia madawa, boosters, sijui kitu gani. Artificial ndo inahitaji hivyo. Yani nyasi hizi za the original zenyewe zinahitaji matunzo tu ya maji. Kuwa maji mazuri, mbolea, dawa. Basi una kwa sababu hata ukiangalia kwa muda tuliokuwa tumepewa na vile vipala vilivyokuepo, mimi nadhani hata muda haujafika. Hakika. Tangu tupewe huo muda haujafika kabisa. Ndani ya siku 3, siku 5, siku 4, siku 6 tayari tumeshakamilisha kila kitu kama mnavyoona nyinyi. Sasa bana meneja, mimi nikupongeza sana kwa kazi kubwa na hongera kwa hii. Shukrani sana. Na asante. Na asante.